Mtu anayekufa na dhambi na ana uwezo wa kuitubia anakufa kifo cha uzembe. Unajua wewe ni mzinifu, unajua kama wewe ni mlevi, unajua kama wewe huswali swala 5, kisha una nafasi ya kutubia, hautubii mpaka mauti yanakukuta huko ndani ya zina. Kuwa na mke wako mkafanya mapenzi ndani ya ndoa vina faida kuliko zina. Sasa wewe ukafa na zina, sio kufa mjinga, au ukafa unalewa kufa mjinga. Matunda mangapi ya juisi yalikuwepo huko? Lakini hilo haliwezekani mpaka nafsi iseme imetosha, na uhisabu na uiulize toka umefanya umepata nini wewe nafsi. Mtu ikupa kalamu na karatasi uandike zinaa, pombe na mengine. Nataja zinaa na pombe makusudi kwa sababu jamii yetu imeathirika na zinaa na pombe. Sasa watu tuache pombe, na Mtume amesema al-khamru umul fawahisha, pombe ndiye mama wa makosa. Huwezi kuwa ni mlevi ukakosa kuzini, huwezi kuwa ni mlevi ukakosa kutukana, haiwezekani. Ni vitu vinakwenda sambamba. Sasa wale ambao tumeamua kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, turejee kwa Allah. Siku moja utakuwa wewe na Allah face to face, huna utakalomwambia.